الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni kipindi chetu cha kwanza, episode ya kwanza katika kuwazungumzia nisaun haula rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanawake ambao kwamba walimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, waliishi pamoja naye mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yao. Katika vipengele vya maisha yao tunampata mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba walimjua zaidi, waliweza kumuiga zaidi na walimpenda zaidi, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wengine akawapa title, akasema kwamba wao ni mama zetu, na wengine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatueleza kuwahusu radiyallahu anhum, kwamba Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwenye kuwaridhia na akawaita kwa sifa ya kwamba wao walikuwa ni waumini. Ndugu zanguni, alhamdulillah, katika episode hizi zetu za kwanza tutaanza na ummahatul mu'minin, mama zetu, mama za waumini, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa azwajuhu ummahatuhum, na wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam, the wives of the prophet, walikuwa ni mama ya waumini, wale ambao kwamba tunasema radiyallahu anhunna, na kuangalia mafundisho gani ambao kwamba tunaweza yapata na kuyahamishia katika majumba yetu kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaye kwamba tunaanza naye si mwingine bali ni mama ya waumini, ummul mu'minina Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha. Mama yetu Khadija, mtoto wa Khuwailid, Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumridhia, mwanamke ambaye kwamba kwa sifa zake aliitwa almar'atu allati ikhtaraha litakuna awwal almu'minin, yule mwanamke ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua ili awe ndo mu'min wa kwanza. Ni mwanamke ambaye kwamba kwa kila nyanja ambayo kwamba anayotajwa akona mfano ambao kwamba tunafaa kusoma kutoka kwake, na she's the best role model tunaweza mpata, kama alivyomuita mtume sallallahu alaihi wasallam khairu nisaiha Khadija, kwamba bora katika wanawake wa zama hii, wa zama yetu, ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndani yake, akasema ni Khadija ambaye kwamba alikuwa ni mke wake mama yetu radhiyallahu anha. Ndugu zanguni, kila umma huwa inatafuta watu ambao kwamba watakuwa ni kama stars kwao, watu ambao kwamba watakuwa ni role models kwao. Wengine huwa wanawachagua actors, wengine wanawachagua athletic people, athletes, wengine wanawachagua watu ambao kwamba ni matajiri, wengine wanachagua celebrities, but Allah subhanahu wa ta'ala alituchagulia yule ambaye kwamba ni role model iliyokamilika. Ukimwangalia kama binti atakuwa ni mwenye kukushawishi, ukimwangalia kama mama, ukimwangalia kama husband, ukimwangalia kama yoyote katika hii mujtama, uko na jambo ambalo kwamba unaweza soma kwake na ukaleta a positive impact kutokana na yale mambo ambayo kwamba tutajifundisha kutoka kwake radhiyallahu anha. Ndugu zanguni, mama yetu Khadija radhiyallahu anha ni nini ambao kwamba, kwa nini tumsome? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mko na kiigizo chema, mko na mfano mwema. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tumuige huyu mtume, na tunakuja kujiuliza ni nani zaidi ambao kwamba walimjua huyu mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya hawa mama zetu ambao kwamba walitoka naye nyumba moja? Ni nani zaidi ambao kwamba tukianza kuwataja tutawapatia mfano zaidi wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya huyu mama yetu ambaye kwamba alijua mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Uislamu wake na akamjua baada ya Uislamu, bali miaka 25 katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi pamoja na mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Ni nani ambaye kwamba tukimsoma itareflect mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, itareflect mafunzo ya dini yetu, itareflect heshima ambao kwamba kila nyumba inatafuta heshima kama hii, kila community inatafuta heshima kama hii kwa
wanawake wao, ni nani bora zaidi ambaye kwamba tunaweza msoma zaidi ya mama zetu, tukianza naye mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba ameipokea Imam al-Bukhari na pia vile vile ameipokea Imam Muslim, khairu nisaiha Khadija bintu Khuwailid wa khairu nisaiha Maryam binti Imran. Akiwa anazungumzia zama tofauti, akasema katika zama fulani bora katika wanawake wake ilikuwa ni Maryam binti Imran, ambaye kwamba ndo mwanamke peke yake ametajwa ndani ya Qur'an. Na akizungumzia katika umma huu akatutajia mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Tunapokuwa tunazungumzia hadithi kama hii, Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, anauliza kwamba ukiangalia katika zile rank ambazo kwamba amepatiwa mama yetu, ameitwa mbora katika wanawake wote, kumaanisha she's the star that every household should look up to, na mfano wake. Je, yeye wanapokuwa wanataja katika ubora wake, je wanasema kwamba was she the most beautiful? Je, wanataja familia yake zaidi? Je, ni mali yake inatajwa zaidi? Bali tukimsoma Khadija radhiyallahu anha, jambo ambalo kwamba lina stand out ni imani yake, ni sacrifice ambayo kwamba aliweka kwa ajili ya dunia, ya dini hii, ni ule ukweli ambao kwamba alikuwa muubeba na kusadikisha risala ambao kwamba alibeba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ile support ambao kwamba alimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, be it moral support, be it financial support, na kila aina ya support ambao kwamba tunaweza sema ndani ya mujtamaa kama huu tunahitaji, basi Khadija radhiyallahu anha anakuwa katika top ya katika zile darsa ambazo kwamba tutazipata. Mama yetu Khadija ambaye kwamba ni mtoto wa Khuwailid, mtoto wa Asad, mtoto wa Abdul Izza, mtoto wa Qusay, mtoto wa Kilab, ambaye kwamba ametoka katika kabila la Quraish, ambaye kwamba ametoka katika kabila la Asadia, ametokana katika, alhamdulillah, katika kabila takatifu zaidi, na anashikana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kizazi chake upande wa Kilab. Lakini ndugu zanguni, si kabila yake ndio ilikuja kamnyanyua, si kwamba yeye ametokana na kabila ya Quraish ndio ilimfanya yeye aka stand out. Wanaume wa Makka na kila mtu mwingine angependa kuwa miongoni mwa maisha ya Khadija radhiyallahu anha. Kama wanavyosema watu wa siyar, ni kwamba Khadija radhiyallahu anha alikuwa ni mwenye, kila mwanaume angeambiwa kwamba upate mwanamke kama Khadija radhiyallahu anha katika maisha yako, hange hesitate kufikiria mara mbili. Ibn Hisham, Ibn Saad, Ibn Kathir wanaelezea mambo kama haya. Khadija bintu Khuwailid, kabla awe ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ashajijengea sifa yake katika mujtamaa wake. Walikuwa wanamuita, kama wanavyosema baadhi ya ambao kwamba wanapokea siyar, wanamuita at-tahira, the pure one, yule ambaye kwamba alikuwa ni mtakatifu, yule ambaye kwamba alikuwa ni msafi, ni yule mwanamke ambaye kwamba leo hii ukiuliza mwanaume what is the woman of your dream, atakwambia mimi nataka mwanamke mwenye heshima, mwanamke ambaye kwamba atajiheshimu yeye, ataniheshimu mimi, mwanamke ambaye kwamba kuitanishwa naye tayari inakuwa ni fahari kwangu, na mfano wake. Basi huyu mama yetu Khadija radhiyallahu anha, kabla ya kupatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanavyosema ahlu siyar, alikuwa amejijengea sifa hii. Na Khadija, mama yetu Khadija radhiyallahu anha, alikuwa ni mwanabiashara ambaye kwamba biashara hii alijifundisha kutoka kwa babake mzazi, na alikuwa mama yetu Khadija radhiyallahu anha anawaajiri wanaume katika biashara yake, na baadaye anafanyiana kitu pamoja na wao. Baadhi ya ulama wanasema mudaraba, anakuwa ni kana kwamba wana share profit, anawaajiri katika biashara yake, kisha kipande fulani cha profit wanagawana pamoja na wao, na alhamdulillah akawa ni a very successful business woman. Na jambo ambalo kwamba we can note from today, baadhi ya watu wa kileo, baadhi ya watu ambao kwamba hawajaijua sira ya mama yetu Khadija radhiyallahu anha, wamekuja wakauziwa fikra, na baadhi ya watu ambao kwamba wamekuja na movement ambao kwamba ni ya feminism, movement ambao kwamba ilikuja kuharibu ndoa, ikakuja kuharibu malezi, ikakuja kuharibu nyumba zetu, ikakuja kumnyang'anya mwanamke in the name of empowerment
Na mwisho wa siku wale ambao kwamba wameishi ndani ya hii movement, the founders of that movement wenyewe walikuja wakawa wana regret na vile ambavyo kwamba wametumia maisha yao. Bali Khadija radhiallahu anha, yeye kwamba yeye ni mwanamke wa heshima, haikumkataza yeye kuamiliana huku nje katika mujtamaa. Lakini radhiallahu anha, wanavyosema ahlu siyar, alikuwa kiwaajiri wanaume, wao ndo wanasafiri katika business transactions on her behalf, wanaenda wanajifanyia biashara, kisha baadaye wakirudi anakuwa akona portion katika ile profit. Wanavyosema baadhi ya ahlu siyar, she was a smart woman. Ni yule ambaye kwamba alikuwa anajua si lazima mimi ni work hard, bali ilikuwa anajua kwamba I can work smart, na hiyo ndo definition ya working hard katika zama yetu hii ya leo. Na ndo pale Khadija radhiallahu anha angesikia mtu yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye faida katika zile aims na goals akonazo katika haya maisha, hakuhesitate, bali alitaka amshirikishe katika lile jambo. Na aliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajika ndani ya Makka kwa sifa yake mzuri, kama wanavyosema ahlu siyar, ni kwamba yeye alitumana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aje awe ni mwenye kufanya biashara pamoja na yeye. Wanasema miongoni mwa qualities ambazo kwamba tunaziona na Khadija radhiallahu anha alikuwa nayo, alikuwa ni mwanamke ambaye kwamba alikuwa amepossess wisdom ambao kwamba ni hekima. Alikuwa na intelligence ambao kwamba ni akili ya upeo, walillahi alhamd. Alikuwa akonaona heshima, alikuwa akona modesty. Ni mwanamke ambaye kwamba pamoja na alikuwa into business transactions, haya yake hakuwahi vua. Alikuwa ni mwanamke ambaye kwamba alibeba dignity, na kubwa zaidi alikuwa ni mwanamke alikuwa na integrity. She was a woman of her word. Akikwambia kwamba hii ndo mkataba yangu mimi pamoja na wewe, alikuwa anaitimiza mpaka mwisho. Na alhamdulillah Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa pia yeye ameweza kuwaka na mama yetu Khadija, na anavyosema Imamu Dhahabi rahimahullah akimsifu mama yetu na qualities kama hizi ambazo kwamba zilionekana katika every aspect of her life, anasema wakanat min akmalin nisa'i aqlan wa dinan wa sharafa. Anasema ukimwangalia mama yetu Khadija radhiallahu anha, ukiangalia her whole life, ulikuwa unapata ni katika wanawake waliokamilika zaidi, aqlan upande wa kiakili, wa dinan na upande wa kidini, wa sharafan na upande wa heshima yake. Na yeye kuwa na dini haikumfanya kwamba akose usemi, haikumfanya kwamba akuwe kwamba yeye hana akili, walillahi alhamd. Bali mama yetu Khadija radhiallahu anha anayazungumzia haya kama anavyotueleza Imamu Dhahabi katika kitabu chake Siyar A'lam an-Nubala. Imamu Dhahabi rahimahullah anapoanza kumsifu Khadija radhiallahu anha, kama ulama wengine ambao kwamba wametangulia, hawataji kwamba her beauty ndo ili stand out katika everything else, but whatever she possesses ni kitu ambao kwamba yoyote angeangalia angesema this is a beautiful woman. Kwani wanaosema watu wa sasa ni wangapi katika wanawake urembo umekuwa umewaingiza katika baadhi ya milango ambao kwamba wamedream kuingia, lakini tabia zao zimewatoa instantly baada ya wao kuwa wameingia ndani ile milango ambao kwamba kila mtu amekuwa ni dream yake kuingia ndani ile milango. Na hapa tunakuja kujifundisha jambo kwamba mama yetu Khadija radhiallahu anha, unapokuwa umesikia hizi sifa zake, kitu zaidi ambao kwamba anasifiwa nao mama yetu Khadija radhiallahu anha ni muamala, ni vile ambavyo kwamba aliamiliana na watu, ni vile ambavyo kwamba aliishi na watu. Na alipomwajiri Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika biashara yake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusafiri na kuenda sehemu za Sham katika kufanyia biashara, na alhamdulillah akampeleka pamoja naye kijakazi chake Maisara. Baada ya kwamba alienda alirudi, Maisara alikuwa ni mwenye kumweleza mama yetu Khadija radhiallahu anha kwamba huyu mtu ambaye kwamba nimemuona ni mtu mkweli, ni mtu mwaminifu, na ni mtu ambaye kwamba amemiliki karakta ya hali ya juu. Na akiangalia upande wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia yeye hakuexploit kwamba akaenda na akafanya biashara na akakosa kuwa mwaminifu, bali alikuwa mwaminifu, akawa mkweli sallallahu alaihi wasallam, akawa na tabia mzuri. Na mama yetu Khadija radhiallahu anha was smart enough to know kwamba this is the kind of man that should be part of my life. Huyu ndo yule mwanaume ambaye kwamba mimi nafaa nimkubalie katika wote. Ndio katika Makka kulikuwa na wanaume ambao kwamba alhamdulillah wa tabaraka arrahman walikuwa katika kabila yao, wao ndo bora zaidi,
walikuwa wameheshimiwa zaidi, walikuwa wako na mali zaidi, walikuwa wameishi katika ulimwengu muda mrefu zaidi kusema kwamba wako na experience. Lakini mama yetu Khadija radhiallahu anha hakudanganywa na looks na kwamba yeye ako na ngapi katika akaunti yake, bali zaidi alijua kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba with time we can create, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yakikosekana kwa huyu mtu yatakuwa ni kilema ambayo kwamba huenda tukaishi nacho maishani, ambayo kwamba ni nini? Tabia ya mtu. Na hiyo ndo mama yetu Khadija radhiallahu anha alikuwa ni mwenye kuiangalia, na akampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akavutiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamuita moja katika wanawake ambaye kwamba anaitwa Nafisa wanazotaja watu wa siyar, na akamwambia kwamba mimi ningependa unizungumzie interest yangu kwa mimi kutaka kuolewa na Muhammad ambaye kwamba baadaye alikuja akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kutengeneza jambo, wanavyosema ulama, inna Allaha idha arada shay'an hayya lahu asbaba. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kitu huwa anakiandalia sababu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa apatiwa utume at 40, lakini Allah subhanahu wa ta'ala 15 years before apatiwa utume akamwandalia nyumba ambayo kwamba itakuwa ndo the first reception ya utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alijua in 15 years to come Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyosema ahlu siyar, atahitaji mtu ambaye kwamba atasimama na yeye, atamsupport, na Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka kwamba this was a union ambao kwamba baadaye ilikuja kututengezea nyumba ambao kwamba ndio dream ya kila nyumba ambao kwamba iko siku hii ya leo inatamani nyumba yake kwamba iwe kama ile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mama yetu Khadija radhiallahu anha. Alipofikishiwa kwamba mama yetu Khadija radhiallahu anha amejenga interest kwako, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiangalia in a way that ako na mali, mimi nitatumia mali yake, bali miongoni mwa mambo ambao kwamba wanataja hawa ulama ambao kwamba tumewataja kabla, wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Nafisa kwamba mbona haujaoa, mbona usioe? Mtume sallam akasema na mimi sina uwezo wa kulifikia hilo ambalo kwamba umeniambia. Na je, akaambiwa na je, alhamdulillah ukipata uwezo katika hilo na Mwenyezi Mungu akujalie wepesi na upate kwamba hilo it's no longer your worry, je wewe ungependa kuoa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza nani, bali akaambiwa Khadija radhiallahu anha. Akawa ni mwenye kumzungumzisha Abu Talib, wakawa ni wenye kumposa mama yetu Khadija radhiallahu anha, na akawa kwamba kukakuwa na ndoa between ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Khadija radhiallahu anha. On that point tutapata mafunzo kadhaa kwa baadhi ya maswali ambayo kwamba leo hii mtu anajiuliza. Leo hii mtu anawanda, je, ni heshima kwa mwanamke kuapproach kuwa amekuwa interested na mtu fulani na kujaribu kuangalia kwamba vipi ile interest itamfikishwa ndani ya njia ambayo kwamba yeye atakuwa hajajidhalilisha, yeye atakuwa hajaondoka katika haya yake, hajaivua dini yake, na pia hajaingia ndani ya mambo machafu. Insha Allah taala in our next episode tutaanzia jambo lile pale, this blessed union. How was it? Harusi ilikuwaje? How was life after that? Mpaka wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akapatiwa utume, ni role gani ambao kwamba Mtume Khadija radhiallahu anha aliplay katika kumjenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikafikia sehemu kama tutakavyoona in our next episode, anatumwa Jibril na Allah subhanahu wa ta'ala, anakuja anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aqriha minni wa min rabbiha salam, ama aqriha min rabbiha wa minni salam, msalimie Khadija, mwambie nimemsalimia mimi, akizungumza Jibril alayhi salam akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpatie salamu za Mola wake, salamu za Allah, akiwa min fawqi sab'i samawati, anamsalimu mama yetu Khadija, na mimi pia vile vile mfikishie salamu zangu. What kind of a woman was she? Mpaka asalimiwe na Rabbul ardi was samawati, akiwa juu ya bingu saba, na Jibril katika ile salamu akaona pia mimi afikishiwe salamu kutoka kwangu. Biidhnillahi ta'ala, join us in our next episode tukiwa tunamsoma mama yetu Khadija radhiallahu anha na tukiangalia mafunzo ambayo kwamba tunaweza apply ndani ya maisha yetu. Jazakumullahu khairan, nafa'ani Allahu wa iyyakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. سار لمكة أخذ فؤادي